Aliyepata atasoma kitabu cha Esther au tuanzie ile mstari wa sura ya 4 na mstari wa kwanza hapo. Karibu. Soma takwambia. Nitasoma Esther sura ya 4 mstari wa kwanza. Biblia inasema, basi Mordekai alipojua mambo yote yaliyofanyika, alindarua nguo zake, akajivika gunia pamoja na majivu, akatoka hata kufika katikati ya mji, akalia kwa sauti kuu ya uchungu. Pia akafika hata mbele ya mlango wa mfalme, maana hakuna awezaye kuingia ndani ya mlango wa mfalme hali amevaa magunia. Na katika kila jimbo ambapo amri ya mfalme na mbiu yake imewasili, palikuwapo msiba mkuu kwa Wayahudi, na kufunga na kulia na kuomboleza, hata wengi wakalala juu ya gunia na majivu. Basi wajakazi wake Esther na wasimamizi wake wa nyumba wakamjia, wakampasha habari, naye Malkia akahuzunika mno. Akampelekea Mordekai mavazi ili kumvika na kumuondolea gunia lake, lakini yeye asikubali. Kisha Esther akamwita Hadaki, msimamizi wa nyumba, mmojawapo wa mfalme, aliyemwagiza kumwendea Mordekai kwenye uwanda wa Mordekai akamweleza yote aliyompata na hesabu ya fedha Hamani aliyoahidi kulipa katika hazina ya mfalme ili Wayahudi waangamizwe. Pia akampa na nakili ya andiko la mbiu ya kuangamiza iliyotangazwa Shushani, ili amuonyeshe Esther na kumweleza tena mwagize aingie kwa mfalme kumsihi na kuwaombea watu wake. Baada Hadaki akaja akamwambia Esther maneno ya Mordekai. Ndipo Esther akasema na Hadaki akamtuma tena kwa Mordekai kusema, watumwa wote wa mfalme wanajua sasa, hata watu wa majimbo ya mfalme, ya kwamba mtu yote akiwa mwanaume au mwanamke atakayemjia mfalme katika hao wa ndani, wala kuitwa kuna sheria moja kwake, ili kwamba wawe, isipokuwa yeye ambaye mfalme atamnyoshea fimbo ya ghadhabu ili aishi. Wala mimi sikuitwa niingie kwa mfalme yapata siku 30. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Somo langu la mchana leo pia linasema tuombe Mungu. Tuombe kwa Mungu kupata kibali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe kwa Mungu kupata nini? Kibali. Manake tunasoma hivi Esther, bali za Esther nilizieleza vizuri pia Ijumaa nikasema kwamba alikuwepo mwanamke mmoja ambaye walikuwa wamehamia kwenye huo mji ambao walikuwa wamehamia. Biblia inasema walikuwa ni wageni, lakini pia walikuwa ni wamehamia kwenye ile nchi. Walikuwepo wenyeji ambao walikuwa wanatawala na wana taratibu zao. Kama nimeeleza habari za Esther akafika mahali pale, walipokuwa wamefika mahali mfalme wa hiyo nchi, Biblia inasema wakafika mahali pale, yule mwanamke
walipoandaliwa wale wasichana au wale malikia, walipoandaliwa wale wanawali wengine walikuwa wengi, lakini katika wengi alikuwa mtu mmoja aliyekuwa amehamia pale, ni mgeni lakini anamcha Mungu. Jamani, Bwana atusaidie. Alipokwenda kumcha Mungu, akaendelea kumuomba Mungu na kumuomba Mungu ampe kibali katika wasichana waliochaguliwa. Na yule msichana alikuwa miongoni mwa wale watu ambao hawamjui Mungu, lakini yeye anajua, kwa sababu alikuwa anamtambua Mungu. Akamwambia Mungu, naomba unisaidie nipate kibali kwa mfalme. Jamani, Bwana atusaidie. Biblia inatuambia alipofika mahali pale, wakati wanachaguliwa, wakati wanaingia mtu mmoja mmoja, wanaingia kwa madaa. Inawezekana kulikuwa na ngoma, inawezekana kulikuwa kuna vitu vinavyofanya ukaguliwe, na kwambia unaingia vizuri, uko vizuri, unanukia vizuri, anapita katikati yao, anapita katikati. Biblia inasema wakapita wasichana wengi, wakapita wanawali wengi, lakini nataka nikwambie, akapita mahali alipewa kibali. Aliyepewa kibali akapita mbele ya mfalme. Mfalme akamwambia, mfalme akaguswa moyoni, mfalme akaona ni akapendezwa na yule msichana aliyekuwa anamcha Mungu. Jamani, Bwana Yesu atusaidie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ukitafuta kibali kwa Bwana, lazima utapata kibali kwa wanadamu. Kwa hiyo nipende niseme, kuna wakati pia tunatazamia kuwa na kibali mbele za Mungu. Lazima mwanadamu atafute kibali mbele za Mungu, mambo yake yakae vizuri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lazima utafute kibali kwa Bwana. Lazima muite Bwana akupe kibali juu ya huduma yako, juu ya ndoa yako, juu ya familia yako, juu ya elimu yako. Lazima uombe kibali kwa Bwana. Nikasema Ijumaa, lazima ufike mahali umtafute Mungu kwa bidii ili Mungu akupe kibali. Pasipo kibali, hata kwenye biashara zako huwezi kupata fedha, huwezi kupata neema ya wokovu. Kama huna kibali, huwezi kutumika sawa sawa na mapenzi ya Bwana. Nikasema lazima kila mahali tunapotembea chini ya jua tutafute kibali kwa Bwana. Malikia huyu, Biblia inasema alipopita huyu msichana wa Kiyahudi ambaye ni Esta, akapata kibali kuwa malikia kwenye jengo hilo au kwenye mji ule walikuwa wanachana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia Esta akawaambia, ikatokea anga sasa, kati ya Esta ameshamiliki pale, ameshakuwa mke wa mfalme, wakatokea watu wachonganishi, wakatokea watu ambao hawakuwazia wengine mema, wakawazia wengine mabaya. Jamani, Bwana atusaidie. Yule mtu ambaye alikuwa anakaa karibu na mfalme akawachongea Wayahudi, akawaambia hao Wayahudi wanatakiwa kuuawa kwa sababu hawastahili kuishi katika nchi yetu. Biblia inasema walipokuwa wamechongewa, mjomba wake na Esta akasikia hizi habari kwamba wanatakiwa kuuawa. Akasema haiwezekani, sisi tumemwamini Mungu, lazima tufike mahali tuombe kibali kingine. Inawezekana kibali kimeisha, lakini tunataka kugeuza, tuwe kama wameona kibali kimeisha, sisi tunageuza upande mwingine, tuwe na kibali tena. Jamani, Bwana Yesu atusaidie. Esta akaambiwa na mjomba wake, Bwana, tumepata taarifa, tumeandikiwa barua, imetupasa kuuawa, imetupasa sisi tutundikwa ndani ya mti ule ambao walikuwa wametundika. Biblia inasema alikuwa adui yao alikuwa ameandaa mti wenye matawi 50. Bwana Yesu atusaidie. Bwana atusaidie. Kwa sababu walikuwa wanamcha Bwana na wanamjua Bwana, nani akaweza kuwapa kibali kingine? Wakakimbilia kwa Mungu, wakafunga siku 3. Biblia inasema Esta akaagiza, akavaa magunia, akaketi majivuni, akamwomba Bwana, akamwambia, mimi huku na wafanyakazi wangu sitakula wala sitakunywa kwa siku 3. Jamani, Bwana atusaidie. Biblia inasema akasema, na nyie
atusaidie. Bwana atusaidie. Muombe Mungu akupe kibali. Akamwambia Bwana kwamba mimi nitafunga siku 3. Hizi siku 3 nitakwenda mbele za Bwana. Nitakeuza kila walichokisema kwamba sisi tuoane, sisi tuondoke katika nchi hii na sisi tunakwenda kugeuza usemi wao. Akasema tutafunga siku 3 kama ilivyo desturi. Nikatoa mfano Ijumaa. Bwana nikatoa mfano Ijumaa. Uwe ni mjomba wake na Mama Samia, uwe shangazi yake, uwe baba mdogo wake, uwe mama yake mzazi, kwenda Ikulu bila taarifa, bila kuambiwa njoo tarehe fulani muda fulani, huwezi kupata mahali pa kupokelewa na kupata kibali. Lazima utawajiwa maswali, lazima utafika mahali una appointment na rais wetu, watakutaanza kujeleza mimi mjomba wake amepisha. Pita, si wakati wa kuonana nani na rais. Jamani, Bwana atusaidie. Nataka nikwambie hivi, yale maombi Esta aliyofunga siku 3 yalienda kugeuza taratibu zao, wakaingia kinyume cha sheria, kwa sababu aliingia kwa maombi. Aliingia kwenye maombi akamwambia Bwana, nipe kibali kwa mfalme. Nitakapoingia kinyume cha sheria, maana wewe unitetee mimi nisiuawe. Maana mtu alikuwa akiingia bila kinyume cha sheria alikuwa anauawa. Jamani, Bwana atusaidie. Yesu atusaidie. Nataka nikwambie, lazima uombe kibali. Kwa mume wako uombe kibali. Kwa watoto wako uombe kibali. Kwenye biashara yako omba kibali. Ukitaka kufanikiwa katika familia yako omba kibali. Kwa wazazi wako omba kibali. Nataka nikwambie hivi, ukitaka ufanikiwe kwa maeneo yoyote, nikasema hivi, wakati mwingine uko kazini kwenye ile ofisi, watu wengine wanapata kibali, wanapewa nafasi ya kusafiri na kwenda kufanya kazi, kusafiri kwenda kufanya kazi sehemu nyingine, ni kwa sababu wamepata kibali kwa mabosi wao. Nataka nikwambie hivi, unaweza ukawa na biashara nzuri na unaweza ukawa na kitu kizuri, lakini kikikosa kibali, manake huwezi kusogea mahali popote, huwezi kufika mahali ukasogea mahali popote. Kwa hiyo walikuwepo waliokatisha tamaa wengine kwamba maisha yao yanafika mwisho. Nataka nikwambie, walipoingia siku 3 kwenye maombi, Bwana alimpa kibali Esta cha kuingia kinyume cha sheria, na Bwana akampa kibali. Mungu akampa kibali kwa mfalme. Mfalme akamwambia, haja yako ni nini na dua yako ni nini na shida yako ni nini? Eleza hata unusu ya ufalme wangu nitakupa. Biblia inasema, akasema haja ya moyo wangu, natamani uje nyumbani kwangu, maana inapata siku 30 sijakuona nyumbani kwangu. Ukija kunisalimia, nataka uje kwangu ili unisalimie, lakini kupikia chakula ule. Jamani, Bwana asifiwe. Na unapokuja kula chakula, usije peke yako, uje na huyo bodyguard wako kwa ajili ya chakula. Jamani, Bwana asifiwe. Mpende adui yako. Jamani, Bwana asifiwe. Mpende adui yako, alafu kuna siku Bwana atamwaibisha mbele yako.